Ningependa kuona wanavikundi wajasiriamali wa wadi yangu ya Raha Leo wanapata elimu ya mikopo ili waweze kuzitumia kitaalamu fedha za mikopo watakazozipata. Ismail Malik Mohamed, diwani wa wadi ya Raha Leo, ametoa kauli hiyo ikiwa ni kuwashajihisha wanavikundi hao katika kuelekea kupata mikopo ya 442 inayotegemewa kutolewa hivi karibuni. Linalofuata sasa hivi ni kweli tunaelekea kwenye kuwapa mafunzo ya ujasiriamali ili vipi pesa wataweza kuzitumia, wazitumie vipi. Na mimi nitapendelea sana wajasiriamali wangu ndani ya wadi yangu yote waje siku hiyo wapate mafunzo, wajue nini walichoelekezwa, alafu waendelee na process zinazofuata ili kuipata mikopo. Mikopo ipo, wasiwe na wasiwasi. Mikopo hii ni kwa ajili yao. Wakizungumza baada ya mkutano huo, wajasiriamali wameendelea kujenga matumaini juu ya diwani wao, ikiwemo wigo wa kutochagua fursa hizo kwa jinsia zote. Tumefurahi, mazungumzo mazuri, tumeridhika katika mazungumzo yetu, lakini sasa tunataka mwendelezo. Walipotuambia kuhusu kikao cha wajasiriamali, ikiwa sisi wajasiriamali na wanatukubali kama sisi wajasiriamali, kwa hiyo tunaomba walichukulie hili suala waende nalo, kwa sababu ukimtafuta mjasiriamali, si mjasiriamali anakuwa mmoja, wengi wanakuwa ni wajasiriamali na wengine pia wanakuweko si wajasiriamali, lakini utakuta pia wanapata misaada kuliko wale wajasiriamali waliotarajiwa. Kwa hiyo ninachokiomba lichukuliwe kama lilivyozungumzwa, liende huko ngazi za juu, baadaye tuje kufanywa maamuzi yetu. Sisi wafanyabiashara tunaamini kwamba watu wengi wamezaliwa kwenye familia maskini, wana mahitaji maalumu. Kama wataweza kuwezeshwa, kuna mahala watu hawa watafikia yale malengo yao ambayo serikali ya ngazi ya juu hayawezi kuyafika moja kwa moja, kwa maana ya kwamba kipato kile watakachokipata, mikopo watakayopewa itaweza kuwazalishia vitu ambavyo wanaweza kuvitatua wenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo ndo nimeona kikao hichi kina umuhimu sana, na nawashauri vijana wenzangu especially wale wa kiume kwamba tusidharau vikao kama hivi. Sio kwa ajili ya kina mama tu, hata wanaume pia tunatakiwa tutengeze vikundi vya wajasiriamali, tushirikiane ili kuzalisha bidhaa, uchumi uendelee. Kikao kimekwenda vizuri na wajasiriamali hapa leo naona wameondoka kwa furaha. Yale waliotarajia kuyasikia wameyasikia, wamepewa moyo na viongozi wetu kwamba safari hii wanataka kushughulikia kero za wananchi, kero zinazowaumiza wananchi. Kwa hiyo wajasiriamali walipotoka hapa, kila mtu leo katoka kwa furaha. Hata mimi nina furaha sababu na mimi ni mjasiriamali wa siku nyingi, lakini sina nilichofaidika. Mfano mzuri, mimi na kiduka changu hicho hapo nje hapo, sina ambaye anonipitia, hakuna mtu ambaye anonipitia kuniuliza dada tukusaidie nini au hakuna. Lakini diwani huyu nilivyokuwa naye, nashukuru, kuna siku niliongea naye kabla ya kikao, kuna kitu nilimuomba na kanambia atanifanikishia. Wakati uongozi uliopita mimi hakuja diwani kuniuliza unataka nini, lakini tayari nimeshaniuliza kitu gani nataka. Kwa hiyo tuna imani na diwani na tuna imani na uongozi huu. Uongozi ni mzuri. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wadi ya Raha Leo Ali Borafia Silima amewatoa hofu wana vikundi na kuwataka kuwa na imani na viongozi wao. Sasa mimi ninachokiamini tu leo katika jimbo letu, wadi yetu ya Raha Leo tumemaliza, wananchi wamepokea sana na malalamiko wametoa mingi, watu mingi sana wanatoa malalamiko kwa sababu ya kumhurumia mpenzi wao, rais wao wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuwa yeye katangazia watu wapewe pesa pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama sisi tuko nyuma yao, kwa maana sisi lazima tuipongeze hii hali, imekwenda vizuri sana, na tunashukuru viongozi wetu kwa sababu wanapoenda kuwapa wake zetu, dada zetu, ndugu zetu mikopo, pamoja na sisi kutupunguzia kazi zinazotukabili ndani ya majumba. Leo wanawake wengi sana wanapenda kujituma, kaona Mheshimiwa Rais, kwa maana tunampongeza, na majimbo mengine na wao wafanye kama tunavyofanya sisi, ili pesa ipatikane, isiwe na ubabaishaji kama nilosema juzi ya kuwa Mheshimiwa Rais anataka pesa itolewe, lakini huku chini ya kapeti huku kuna watu wao hawataki pesa itoke. Sasa tunamuomba Mheshimiwa Rais asimame kidete
Kwa pesa hii wajasiriamali wote wapewe. Masoko yapo, watu sasa hivi wanataka kufanya kazi tu, wanapika vitumbua, wanapika katlesi, wanapika nini, ili apate kuwasaidia wananchi wake. Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wametumia nafasi hiyo kumpongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuonyesha nia ya kuwajali wananchi wake. Sababu namwamini sana rais wangu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, madamu ameshasema mikopo hii ipo na najua itakuwepo na tutawasaidia wananchi. Sisi tunamwamini Mheshimiwa Rais, kama kaweza kuweza kutubadilishia mji wetu kwa miaka hii mitano tu minne tu, mimi sifikiri Mheshimiwa Rais akakosa kuwapa wananchi milioni moja ya mikopo. Lakini mimi nampenda Mheshimiwa Rais kwa sababu misimamo yake mizuri, na ana mapenzi, ana utu, anaungwana ndani ya nchi hii ya Zanzibar. Katika mkutano huo, Mheshimiwa Diwani kutoka CCM ameendelea kuwakumbusha wana Rahaleo swala la kudumisha amani na utulivu wa nchi na usafi katika maeneo yao, hasa katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea. Mkutano huo umefanyika katika skuli ya chekechea Miembeni, ukihusisha shehia ya Miembeni na Mwembe Madema maarufu Kilimani Mashariki. Umekamilisha mikutano kwa vikundi vya wajasiriamali wa shehia 5 za wadi ya Rahaleo, jimbo la Kikwajuni.